Ninawasalimia katika jina la Yesu. Ninawapenda kama mchungaji ambavyo amesema. Majina yangu naitwa Alex Wambi, natokea Dodoma, kanisa letu la Chaguo pale. Kwanza kabisa naomba nitoe shukrani zangu kwa Mungu kwa ulinzi wake ambao amenilinda, na pia niweze kumshukuru mchungaji kwa kunikaribisha vizuri pamoja na viongozi wa kanisa na kunipa zamu ya kusimama siku ya leo, na pia niweze kumshukuru mratibu wa jimbo letu la Dar es Salaam, na tangu lianzishwe ndo kwa mara ya kwanza kabisa ninatembelea kanisa la jimbo la Dar es Salaam. Naomba mratibu uweze kusimama tena wakuone. Mungu akubariki sana, mpigie makofi. Nimeshukuru, nimefurahi kukuona. Ilikuwa ni ghafla lakini umeweza kusali pamoja nasi. Niweze kutambua na kiongozi wa mahali hapa ambaye ni mratibu, na pia kama yupo wa kanisa la mahali aweze kusimama tuweze kumtambua. Inawezekana wengine hawatapenda tupige makofi kwa kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na niweze kutambua na wewe ambaye leo upo kwenye ibada hii, hebu jipigie makofi. Kwenye ibada ya asubuhi mchungaji alisimamisha kutambua vijana, ikaonekana vijana walikuwa, kanisa lote walikuwa ni vijana isipokuwa watu watatu tu. Yaani wote waliokuwepo walikuwa vijana isipokuwa watu watatu. Lakini baba, sisi vijana sisi tunahesabu kuanzia miaka 13 mpaka 45. Kwa hiyo aliye na miaka zaidi ya 45 anaweza akanyosha mkono tukamwondoa kwenye idadi ya vijana. Nimesema iko hivi, yaani ukiwa na miaka chini ya 45, hata kama una mjukuu, yaani tayari una mjukuu lakini wewe bado ni kijana. Kwa hiyo niombe mwenye miaka kuanzia 45 kwenda juu anyoshe mkono. Mchungaji, hayo tukiacha wewe tu. Hebu jipigie makofi vijana wote. Kwa hiyo nategemea mratibu atakapokuwa amesema vijana wabaki. Mratibu akisema vijana wabaki na amesema wabaki, kwa hiyo tunategemea kanisa zima kubaki kumsikiliza mratibu anasema nini. Si ndio Si ndio Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama hadi hapa. Sikujua Jumapili ya leo nitakuwa wapi, maana nimekuwa na safari wiki mbili sipo. Nilikuwa safari nyingi sana, nimetembea, nimepitia mbali kabisa polini. Ninashukuru Mungu wakati mchungaji anashuhudia, ukiwa unatembea unafika, kuna muda mwingine unaona kwamba Mungu anatulinda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafika, unapita barabarani, hapo pembeni ajali imetokea, wako wanasogeza maiti wanaweka pembeni, lakini wewe unapita unasema Mungu bado unanipa uzima. Unaenda unafika mbele tena unakutana na ajali tena, maiti zimelala pembeni, lakini unatembea kilomita zaidi ya 3000, lakini Mungu bado anaipa Mungu kwa kutulinda. Haleluya. Haleluya. Ilianzia safari yangu Iringa, nikatoka Iringa nikaenda Njombe, nikatoka Njombe nikaenda Songea, nikatoka Songea nikarudi Njombe, nikaenda Mbeya, nilipotoka Mbeya nikaenda Sumbawanga, nilipoenda Sumbawanga nikaenda Katavi. Na nikifika Katavi huko sio kwamba naishia mjini, naenda wilaya za mbali kabisa vijijini, njia ambazo hazipitiki. Na nimetoka kule jana saa 5 ndio nimetoka kule Katavi nikaingia Dar es Salaam saa 7. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Baada ya kusema hayo, naomba tuende kwenye maneno ya Mungu. Nikusalimie kwenye neno la Mungu, na kichwa cha somo letu kinasema bidii katika Bwana. Bidii katika Bwana. Na kwenye bidii katika Bwana zipo sehemu nyingi ambazo tunatakiwa tuonyeshe bidii,
na bidii katika Bwana nitazungumza bidii katika Bwana kwa kipengele cha kumtafuta Mungu kwa bidii katika matoleo yetu. Kumtafuta Mungu kwa bidii katika matoleo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla hatujaendelea, naomba msomaji mzuri apewe maiki atusomea vitabu ambavyo tutasimamia, halafu tutaendelea. Msomaji mzuri achukue maiki atatusomea kitabu cha Methali sura ya 8 mstari wa 17. Umo katikati ya taruka misali kadhaa, lakini au asome mpaka 21 ili karibu baba. Kitabu cha Methali sura ya 8 mstari wa 17 mpaka 21. Biblia inasema, nawapenda wale wanitafutao, narudia, nawapenda wale wanipendao, na wale wanipatao kwa bidii wananiona. Utajiri na heshima ziko kwako, naam, utajiri hudumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. 22 anasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo. Natosha. Sudia 21. Narudia 21. Biblia inasema, niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Amen. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena niweze kuzijaza hazina zao. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio somo tunasema, lakini hapo hapo tusomee Waebrania sura ya 6 mstari wa 10. Somo letu ni kumtafuta Mungu kwa bidii, lakini tutaenda kuangalia kwenye utumishi wa kumtolea Bwana. Waebrania sura ya 6 mstari wa 10, Biblia inasema, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu, na hata hivi sasa mgali mkiwahudumia. Nitarudia, tunasema, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu, na hata hivi sasa mgali mkiwahudumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee sasa niweze kuweka utangulizi kidogo. Kwa nini tunasema kumtafuta Mungu kwa bidii? Kumtafuta Mungu kwa bidii ni kiwango ambacho kinamwezesha au kinatuwezesha kuweza kuonana na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kumtafuta Mungu kwa bidii kunapima ukuaji wetu wa kiroho. Unapima namna gani? Unaangalia ni kujifunza wakati ule umeokoka. Unaangalia spidi ule wakati ninaokoka na wakati huu. Je, hivyo nilivyo? Tunaposema bidii, ile bidii ulionayo inawezekana kuwa na bidii ya kuwahi kanisani unawahi. Je, kwa nini siku hizi uwahi? Inawezekana ulikuwa ukosa ibada kwa sababu ulikuwa ndio kwanza kabisa umeokoka. Kwa hiyo tunaangalia yale maisha ambayo kwa mzono ulikuwa unaonyesha bidii na kuangalia mitindo. Lakini bidii ni nini? Ili tuelewane vizuri. Kabla tujaenda tuzungumze bidii. Ili kwamba vitu vingine vitokee, tunaangalia bidii. Tunasema tu bidii ni juhudi ya kufanya jambo fulani kwa kutumia maarifa. Ni juhudi ya kufanya jambo fulani. Inawezekana tungeishia tu hapo kwamba ni juhudi ya kufanya jambo fulani, lakini ni juhudi ya kufanya jambo kwa kutumia maarifa. Kwa maana ukifanya bidii yoyote ile bila maarifa, mara nyingi haizai kitu ambacho ni bora. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huwa napenda kusema hata ukimtafuta Mungu kwa bidii kama huna maarifa, kuna uwezekano ukapotea wakati unamtafuta nani? Mungu. Na kuna watu wapotea. Yaani aliamini anaenda vizuri, lakini alipotea wakati wa kutafuta. Nakumbuka yupo alikuwa ndugu yangu Pedro. Siku moja tumekaa. Alikuwa ana shida ya sukari. Akasema anatushuhudia.
nakumbuka nilikuwa form 1, anasema yaani alikuwa na imani ile tunasema ile imani iliyopitiliza viwango, si ndio? Akasema sasa mimi nimepona kisukari, na katika kwenda kupona kisukari ninaenda kumshukuru Mungu kwa kufunga siku 40. Naelewa vizuri. Na kwa sababu ya utoto wangu mimi, by then nilimwambia blaza, utakufa. Pale pale nikamwambia blaza, unaenda kwa nini? Unaenda kufa. Na nikamwambia hata kama umeamini kupitiliza, lakini hebu chunguza hii tunachokwenda kukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa. Na alikufa siku chache tu, hata hajafika hata hizo 40. Lakini kwa nini? Aliamini akakosa maarifa. Na ndio maana Biblia inasema wanangu wanapotea kwa sababu za nini? Ukiwa na bidii ukifanya. Ndio maana Biblia ukionyesha sana. Wewe unafika mbele kwa wewe kama unahubiri, mtoto kama unahubiri, hapo unaweza kuona mchungaji wako hapa hivi. Hapa. Maarifa kwa nini? Kwa hiyo ukifanyalo lazima uweke nini? Maarifa. Bidii yoyote ukifanya nisilo, kama haina maarifa nisilo, utapata silo na utachoka kwa mapema. Tunaelewana mapema. Kwa hiyo bidii, na kwa kuzungumza bidii ni ile juhudi unayoonyesha kwenye kufanya jambo fulani, lakini nikaongeza nini? Maarifa. Kuna watu kuonyesha juhudi alafu bali ukapotea. Ndio maana kuna watu wanaonyesha juhudi sana ya kutafuta fedha, kwa watumishi wa Mungu, na walipopata walipotelea kwenye fedha. Lakini sababu gani? Hawakuwa na maarifa. Itakwenda haraka. Chanzo cha bidii. Ili wewe kabla kienda kusema huko kutoa, si mfanye nataka nikuelekeze chanzo cha bidii. Tulisoma ile Methali 8:17. Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Lakini hakusema wanitafutao kwa bidii wataniona. Anaanza na neno anasema nawapenda wale wanipendao. Kwa kitu cha kwanza akasema nawapenda wale wanipendao, kwa sababu chanzo cha bidii ni upendo. Yaani chanzo cha bidii ni upendo. Bidii ni kudhihirisha upendo wa lile jambo unalotenda. Sikiliza nikwambie, huwezi kuonyesha bidii kwa jambo lolote ambalo hulipendi. Ukifanya hiyo bidii katika njiani utachoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mfano mzuri, fanya tu mzuri kwa kawaida. Inawezekana mtaani wako unakoishi unaona kuna nyumba kama 20-40, watoto wa pale wana shida ya kupata mandazi au vitumbua, ndio? Ukisema sasa mimi nataka nianzishe biashara ya kutengeneza vitumbua au mandazi, ili hao watoto wanaohangaika kupata vitafunwa vya asubuhi wao wanalipa nini? Hiyo pesa. Sasa unatengeneza biashara. Ukumbuke ni biashara ambayo unatakiwa uamke alfajiri saa 11, sio saa 10, kwa sababu mandazi yanatakiwa saa 1 yawe tayari ili waweze kuyatumia. Lakini ukiandaa saa 6, utaratibu ni kwamba utakula wewe hayo mandazi, kwa sababu saa 6 ni wakati watu wanakula ugali. Unaelewana vizuri? Kwa hiyo ni lazima hata kama unapenda au kupenda uamke mapema. Ukitaka kupata ratiba hiyo, waulize wanaosali ibada ya asubuhi. Si ndio Ibada ya asubuhi sio hiyo kuna joto. Na kumbuke ndio Dodoma ile kuna baridi, ibada inaanza saa 1 kamili unatakiwa. Sasa wewe saa 1 kamili ufike kwenye ibada. Si ndio Kwa hiyo unatakiwa kila siku ni maisha yako. Sinakwambia
Nataka nikuonyeshe namna gani ya kupenda ili uelewe napotaka kuizungumza. Kwa hiyo ili katika mandazi kama utaweka ratiba kwamba mimi nataka kutengeneza mandazi, lakini kuweka kitu cha kufanya umuhimu kwa ile biashara ya kutengeneza mandazi. Sikiliza, utafanya miezi mitatu utachoka. Na ndio maana kuna watu mwaka mzima unaisha, ameanzisha aina ya biashara 6 zote zimekufa. Narudia, ndio maana mwaka unaweza ukaisha, mtu ameanzisha biashara aina 6 zote zifanye nini? Yesu, bidii na tabia moja, lazima upendo kwanza. Hapo upendo ukianza ndio uonyeshe nini? Bidii. Sasa iko hivi. Hiyo upate kwa asubuhi kaza ile mandazi. Ni lazima useme hii biashara mandazi na kuitengeneza. Nitapata nini? Sikiliza. Unafikiri biashara hatupendi kuona ile mandazi. Kuna kitu ndani ya ile biashara kuna kupata. Ukishaitengeneza ndicho utakachokipenda, halafu ndicho utakufanya wewe uangalie unaamka. Ikifika ukasema mimi kwenye mandazi haya mimi nataka nijenge nyumba, si ndio? Utapenda kupanga mandazi, utapenda nini? Nielewa vizuri utapenda nini? Nyumba, sio mandazi. Utapenda nyumba, na kama utapenda nyumba utakuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unatengeneza chombo chako, unakiona unapochungulia kwenye kile chombo cha kukandia mafuta haya mandazi, unapochungulia hutakiwi kuona mandazi wala hutakiwi kuona mafuta kwenye kile chombo. Unatakiwa unapochungulia uione ile nyumba ambayo ni ndani kuipanda kwenye hiyo biashara ya mandazi. Na unaiona ile nyumba, unaanza kuipanga, kuendelea kupanga, unaanza kutengeneza chakula yako itakapokuwa baada ya ile nyumba kukamilika. Unaanza kuchagua rangi itakapokuwa ile nyumba, unaanza kuitengeneza na kuipanga, unaanza kutengeneza aina ya maua. Unapomaliza kutengeneza, umeshamaliza kupanga mandazi. Unaelewa? Halafu unapokwenda kuuza, wakati wengine kwenye vyombo vyao wanaona mandazi, wewe unaiona nyumba. Unaelewa? Ukimaliza utapata faida ya shilingi 2,000. Yaani kwa gharama kwako kote umepata faida shilingi ngapi? 2,000. Lakini hii 2,000 ndio nyumba. Ndio nini? Ndio nyumba. Hapo ndio inakuja hesabu. Unaichukua ile 2,000 kwenda kununua tofali, kwa sababu ndio nini? Ndio nyumba. Lakini kama bidii na kuchua ni kitu gani, ile 2,000 utaipatia matumizi mengine. Utasema na kesho utafanya nini? Nitapata. Wakati tuko pamoja, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwingine nataka kueleza tu hivi, kama sijaenda huko kuzungumza, kuelewa tu bidii kwamba hakuna bidii bila upendo. Wangapi wameoa na kuolewa kwa mkono? Hebu tunyoshe mkono. Mbona mjiamini? Hebu angalia mtu wako kama ananyosha na mtu wake anaonyesha. Lakini unajua bado vitu kombeza. Hebu nyosha vizuri walio wana kuolewa sijaona. Sasa nyinyi ambao mjaoa mtatusikiliza. Nataka hiyo hadithi. Ndio Sasa wenzangu wale tunaona tunataka niwakumbushe kitu. Ndio. Alafu wakati hao wanatusikilizia, wasifikiri maisha ni yale yale. Ndio Iko hivi. Wakati una mchumba wako, kwenye ule mchumba upendo uko kwenye piki kubwa sana. Upendo usije kusikia kitu chochote. Naelewa vizuri. Ukiwa na shilingi 5,000 tu imebaki mfukoni, halafu mchumba wako anakuambia mimi sina hela, utachukua ile 5,000 ukimtumia akala yeye, wewe hata usiku kula
unasikia kushiba. Wanaume kwa nini ashibe? Akikuuliza umekula, unamwambia yes, nimekula nimeshiba, lakini ujana umeshiba kwa sababu yeye nini amekula. Hili unaonyesha ili kwamba kuna upendo wa kusirisha. Na sio hivyo tu, nisikiliza vizuri. Ikifika wakati mmeoana, mmetoka hali ile wengine siku ya kwanza, mmefika nyumbani, mmetoka hali, unaanza kusema hivi, kwa nini mimi nilichelewa kuoa? Hivi unaona maisha yanabadilika. Mnaona nini nyingine? Ukifika nyumbani unapokelewa. Ukipokelewa muda mwingine inawezekana ukampelekwa kuoshi, wakapelekwa bafuni, ukaongezwa vizuri. Unaipenda maisha ambayo mama yako alikufanyia wakati una akili kwa uchumi. Sikiliza nikueleze. Unaona mbingu nyingine. Unasema kwa nini nilichelewa? Unafurahia. Chakula kimetengwa, lakini sikiliza, wakati utakwenda. Kuna wakati utafika, ukifika nyumbani utakuta maji yamechemshwa, alafu atakwambia hayo hapo unapeleka mwenyewe basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua wamama hatupendi, tunataka tupige ilivyokuwa nzilizo. Inaonekana mchafu ni kuna meseji nyingi, bebi umeendeleaje, bebi umekula, nini, mambo mengi zinatumwa. Lakini siku hizi binti wa nyumbani wanapigiwa simu wanaulizwa mwanangu anaendeleaje. Wewe jioni saa 12 ukikutana umeshindaje salama. Nini imetoka. Kwa nini mwanzoni ikiwa upendo na bidii ilikuwa hivyo, lakini kadiri namna maisha yanavyoendelea, upendo unasema huyu ni wa kwangu, haendi kokote. Kwa hiyo hakuna namna nyingine ya kuendelea kuhangaika, inaenda ni hivyo, maisha yanaenda ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Hebu kumbukeni baada ya kutoka halimu. Sio upendo na uzungumze. Hebu ndio tusome kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo hapo. Nitakuwa namaliza kuhusu upendo. Uone ninapozungumza ni nini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 20 mpaka 22. Hapo tusome tu. Nikuonyeshe kwa nini nazungumza hakuna bidii bila upendo. Ili ujue kwamba tunapokwenda kumtolea Mungu, yaani kama huna kiwango cha kumpenda Mungu, hakuna namna ya kutoa milioni kadhaa kumtolea Mungu. Mwanzo sura ya 29 mstari 20 mpaka 22. 20 mpaka 22 inasema, twende polepole. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, inatosha. Sieleza. Nataka nikueleweshe kwanza vizuri. Bidii kazi aliyokuwa anaifanya Yakobo ni ngumu. Iko hivi. Asikudanganye mtu, hakuna kazi ngumu kama kuchunga mifugo. Umeelewa? Watu waliochunga wanajua, watu wanaokaa masahihi huko wanajua. Ukishakuwa kazi, mimi nilikuwa tunakuwa. Mfano ukakuwa usiende shule, halafu ukapewa kazi ya kuchunga, unashinda kwa nini? Lazima hapa kwa sasa zinafanya nini? Huwa zinacheza. Umeelewana? Umeelewana? Yaani kwa sababu gani? Yeye yuko polini masaa yote anaongea na nini? Na mifugo. Na unakuja anaongea na nini? Na mifugo. Masaa 12 anaongea na nini? Na mifugo. Na ndio maana wakichunga sana huwa hawakaaji vizuri kwa sababu ya yale maisha wanayofanya nini? Sasa hiyo ndio kazi Yakobo aliyokuwa anaifanya. Lakini ukumbuke Yakobo alifanya utapeli, alikuwa utapeli mzuri, akakutana na tapeli mfuzie, yani zaidi. Na ndio maana anafanya utendero hapa, malipo ni hapa. Kwa hiyo yeye wakati anatoka kwenye tapeli, anakutana na mtu wake tapeli maarufu, mjomba wake. Kwa hiyo ametapeli ama anakutana na tapeli maarufu. Lakini
akamwambia kutatumika miaka 7 alikuwa nani? Raheli. Yakobo hakuanza kuhesabu vile alitumia miaka 7 ile kwa nani? Raheli. Lakini mimi nasema kutumika miaka 7 ikaonekana kwake machoni kwake ni siku chache kwa vile alivyopewa nani? Raheli. Kwa siku zote miaka 7 ilionekana ni chache, ni kwa sababu Mungu alivyopewa nini? Raheli. Ndio maana kama bidii mtume akaongezeka ubunifu akatumika katika falsafa anampenda nini? Na ndio maana alipopewa Raheli, kwa sababu alimpenda hakumwangalia ni nani. Yaani upendo ulisiki, alikuja kukumbuka asubuhi kumwangalia. Na ndio maana leo wachungaji watu wanafundisha ndoa wanakwambia muangalie ni yeye. Wasifanye kosa la nani? Yakobo akaambiwa hivi, wa kwanza haanzi, mdogo haanzi kabla ya Mungu. Anamkumbusha aliuza dengu akanunua uzalio wa kwanza mdogo wake. Kila utendalo kwenye dunia hii utalipwa, sio mbinguni, hapa utalipwa. Kwa Mungu anaanza kukulipa na kukukumbusha, wewe uliulisha mdogo wako dengu tu, ndugu yako ukamlisha dengu, ukamwongezea uzalio wa kwanza. Sasa yeye siku moja tu ile ndio alimuambia siku moja, yeye anatumika miaka 7 Mungu alimlipa. Alafu ndipo anakuja kukutana formula ya maana ya uzalio wa kwanza leo ni njoo anamwambia haiendi hivyo, mdogo haanzi kabla ya kwanza. Kwa lazima wa kwanza aanze kabla ya mdogo. Anaingia adhabu nyingine, anatumika miaka mingine ngapi? 7, inakuwa miaka 14. Jamani, sasa kwa kata mke kulikuwa na hali gani ya kutumika tena miaka mingine? Kwa vile alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anasemaje? Yesu anasemaje? Tusome Marko. Yesu anasemaje? Na connect pale pale. Kitabu cha Marko, tutakuwa tuna Marko 12:30. Kitabu cha Marko 12:30 nikukumbushe. Biblia inasema hivi. Nikukumbushe vizuri. Kwenye mstari wetu wa kusimamia, Methali 8:17 inasema na wapenda wale walipenda. Na wale walitafuta upabilio na nini? Wataniona. Hiyo ni sehemu weka kichwani, kumbuka. Tumeelewana? Ndipo tunapoelekea. Tunapozungumza bidii, ndio kutafuta Mungu kwa bidii katika kutolea. Kabla hatujafika hapo, lazima ile bidii iwe connected na kile ambacho ni source ya bidii ambayo ni upendo. Kwa na wapenda wale walipendao, na wale walitafuta upabilio utafanya nini? Wataniona. Na kule chini moja nasema watabarikiwa, na vitu vingi watapewa, sio? Lakini Yesu anasema nini kuhusu upendo? Ili tupata bidii kwa mambo ya Mungu. Yesu anasema nini? Ndipo anakuja. Somee sasa hiyo Marko 20. Marko 12:30. Kitabu cha kila watu kinasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Sikiliza. Yesu anasema nipendao na nitafuta kwa bidii wataniona. Ili uweze kuwa na hiyo bidii, Yesu anakuja anazungumzia maana anawaambia walipendao na walipendao. Anamaanisha ni wale ambao walipenda kwa moyo wao wote, kwa moyo wote, kwa akili zao zote na kwa nguvu zao zote. Inamaza kumbuka Mungu sababu nyingine Mungu ndio Mungu
kupitia Mungu. Mungu amenilinda. Ndipo anasema nawapenda wale wanaonipenda. Ni wale ambao wanampenda kwa moyo wote, kwa roho yote, akili yote na nguvu zao zote. Thamani ya wale wanipendao. Umeona hapo? Sasa ile ukifika kwenye engo ya hivyo vitu vinne kwenye kazi yoyote ya Mungu, ushikui fimbo wala hakuna slogan. Unajua slogan? Hakuna nini, tuzungumze nini? Kauli mbiu hakuna kauli mbiu. Yaani wachungaji ni wazee, wanapata nguvu, yani wanaanza kutafuta kauli mbiu. Kauli mbiu ili ufanye nini? Toe. Lakini anasema nawapenda wale wanipendao. Na wale wanipendao, kitu cha kwanza ni kwa moyo wao wote, roho yao yote, akili zao zote na nguvu zao zote. Ndio define ya kupenda Mungu. Definition ya kupenda Mungu sio Bwana Yesu asifiwe, no. Ni kwa moyo wako wote, roho yako yote, zako zote na akili zako zote. Why? Kwa uko sehemu moyo wako unafikiri juu ya Mungu. Roho yako inawaza nini juu ya Mungu. Akili yako inawaza nini juu ya Mungu. Hapo ukifika kwenye hiyo kiwango, ndipo Mungu sasa anafika kuona namna gani umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Of course mchungaji mtia wewe mimi tulikuwa tunaendelea kanisa letu. Sasa sisi kama kuna mtu cha Mungu hivi karibuni. FB cha Mungu pale hivi karibuni. Nilikuwa na mchungaji nakumbuka yeye tulikuwa tunasali kanisa moja. By the way, utaikuza unasali wapi? Unasema lakini usiombe afike. Sio yaani unasali kanisa lakini usiombe afike. Yaani kanisa ni maarufu lakini ukifika ile kanisa ilikuwa kama nyumba. Na of course baada ya kwanza kupenda kugundua kwa nini ilikuwa iko vile. Hata kibali cha kujenga tulinyimwa kumbe miaka hiyo. Akakuruhusiwa kujenga nini? Kanisa. Kwa hiyo kanisa likawa linajengwa kama nyumba. Kwa hiyo ukisikia kanisa vile vingine sasa ibada zinarushwa naona ibada, lakini ukianza kwanza utamtambulishaje mtu unakosali ni issue nyingine. Yaani akiwa anakuja sasa kuona unakosali ni issue nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunapozungumza leo we have a confidence. Yaani tuna ujasiri wa kumwambia mtu yote tunasali sehemu fulani. Tunasali sehemu fulani. Haleluya. Sasa wapendwa, iko hivi. Masuala ya kutumikia Mungu. Usubiri kauli mbiu. Ukisubiri kauli mbiu, wale ambao usubiri kauli mbiu utakuta wako mbali sana. Wewe ukisubiri kauli mbiu. Na wapenda wale na wanatafuta kwa bidii, na kule 21 kuna kitu anamalizia cha msingi sana. Ndio, kule 21. Kuna sawa pale 21 nani 21 kuna kitu anamalizia cha msingi sana. Lakini sharti ya kwanza anayozungumza, mpenda kwa moyo wako wote, roho yako yote, akili yako yote na nguvu zako zote. Hata kama tutaweka slogan za namna gani, tutatoa kwa ajili ya slogan. Nisikilize vizuri nielewe. Nisikilize vizuri. Hata kama tutaweka slogan za namna gani, tusitoe kwa sababu ya nini? Ya slogan. Tutoe kwa sababu Mungu anafanya nini? Tunampenda. Tunakuja kuona kule Mungu anasijali kwa sababu Mungu anafanya nini? Tunampenda. Si kwa sababu tumehamasishwa, si kwa sababu tumepigiwa kelele. Si kwa kufanya kitu ambacho yani napenda siku hizi kazi kwetu. Atumii nguvu. Zamani ilikuwa kupata milioni 5 ilikuwa ni ngumu sana kupata milioni 5. Ilikuwa uwezo kupata. Lakini leo tukisema tukatangazana tunataka milioni 30, sikiliza, tunapata cash finance kwenye ibada hii. Unajua kwa sababu watu washatoka kwenye viwango vya kupigiwa kinanda.
na kuongeza maombi juu. Watu wameshinda hawajala, wanafunga siku 20 kadhaa, siku 40, wanakuombea wewe tu. Mungu alegeze moyo wako, utoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, tunahitimisha leo maombi, si ndio? Na bado nakuta bado watu wamefunga siku na siku, au na bado hilo wako bado linaendelea kuwa ni ngumu, hakielekea. Sasa ni ngumu vile vile, na watu hawajala wamekuombea. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ile foma na wapenda wale walipenda. Upendo wa Yesu ukiwemo ndani yako, wewe unachukua muda wako kufunga kwa chini yako. Upendo wa Mungu ukiwa juu yako, kile unachokipata anasema ni kwamba kabla hujatumia utaanza kuwaza kwa akili yako yote, hiki ni cha Mungu amenipa, nifanye nini? Utakushuhudia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Utakushuhudia baadaye wakati nazungumza namna gani Mungu ambapo anabariki. Halafu huwa kwenye ushuhuda huo mimi sitoi ushuhuda kwa mtu yeyote. Nafanya kama nani? Sulemani wakati anapiga kitabu cha Mhubiri, hakutafuta mtu wa kutolea ushuhuda. Kama aliharibu yeye, alitoa ushuhuda wake mwenyewe. Kama unasema alifanya vizuri yeye, hakutafuta ushuhuda wake mwenyewe. Akaandika yeye mwenyewe ushuhuda wake. Na mimi nikamwambia Mungu huwa kwa vyovyote vile nikitaka kusema natoa mfano wa bilionea, naomba Mungu nifikishe kwenye level ya bilionea. Nikifika kwenye level ya bilionea ndio nianze kutoa mfano wa nini? Bilionea. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kuna level ya kila ambacho Mungu anakupeleka kwenye viwango ambavyo itajuu. Na Yesu asifiwe. Basi hivi si bado vijana tunatafuta wewe. Sio. Lakini Mungu huwa ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, anafanya. Yaani huwa katika watu ambao huwa nikifika kwamba nimemtumikia Mungu halafu nimepata faida, nikianza kuhesabu huwa nachukulia mimi namba moja kwa kumtumikia Mungu. Na formula ni moja: upenda Mungu kwa moyo wako wote, roho yako yote, akili yako yote na nguvu zako zote. Na nisikilize, ingekuwa sio hivyo, kwa mizunguko yote unayoifanya, mimi ningekuwa ninaenda hotelini sasa hivi. Nimepumzika. Lakini kwa sababu nampenda Mungu, uhesabu gharama, unaendelea kupambana. Sikiliza tena sasa, bidii katika kumtolea Mungu haraka. Nataka tuendelee haraka. Naomba tusome kwanza kitabu cha kile cha Waebrania, tumeshakiweka. Kumtolea Mungu sio kumpa kwa sababu Mungu ana utukufu. Elewa hilo. Mungu hatumpi kwa sababu ana nini? Ana utukufu. Tumeelewana? Mungu hahitaji mali zetu ili awe Mungu. Tumeelewa? Yaani Mungu hahitaji mali zetu ili awe nani? No, Mungu hahitaji mali zetu ili awe Mungu. Hiyo elewa kabisa. Tunaonyesha, yaani kumtolea Mungu tunaonyesha upendo. Kama nilivyozungumza katika kwanza, upendo. Tunaonyesha imani, tunaonyesha shukrani, utii na utayari wa kutanguliza Mungu katika maisha yetu. Ndio sababu ya kumtolea. Hakuna sababu nyingine. Hatumtolei kwa sababu tunapenda labda mchungaji wetu. No, tunamtolea Mungu kwa sababu yeye, kwa sababu ya upendo, imani na shukrani. Hebu tusome kitabu cha Kutoka 36. Tuone hawa watu walichokifanya. Kutoka 36 ili tuende vizuri. Yaani inatakiwa utoe kwa bidii. Na wewe tusome mstari wa hebu 7 itakuwa ndefu sana. Anzia mstari wa 4. Tuone inasemaje. Kutoka 36 mstari wa 4. Wewe ukipata muda anzia 1. Inazungumzia Musa wakati na wana wa Israeli anawaambia kutoa ili wajenge nini? Hekalu. Sasa kwa sababu ni ndefu, anzia mstari wa 4. Biblia inasema, na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahala patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Rudia tena. Na hao, narudia mstari wa Biblia inasema, na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahala patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa,
Nao wakasema na Musa, na kumwambia Musa, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi. Unasikia? Sikiliza. Wakati ukisoma kwanza kule Musa anawaambia hawa, waambie watu watoe, wakishatoa ili baadaye wale wajenge hekalu. Sasa hapo wale wanazungumza namna gani wale watu walivyotoa kutokana na kipato cha kazi yao. Halafu mstari wa 5 pale wanaenda kutoa taarifa. Yaani wazee wa kanisa wanaletea taarifa mchungaji. Sikiliza sasa. Ambayo Bwana aliagiza ifanye. Basi Musa akatoa amri. Rudia mfano watu wanne. Watano nasema, nao wakasema na Musa, wakamwambia Musa, na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana. Zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi. Zaidi ya ile milioni 100, watu wameleta milioni 300. Mstari wa 7 inasema, wa 6. Basi Musa akatoa amri. Nao wakatangaza mbiu katika marago yote, wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahala patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo viliwatosha kwa kuifanya kazi hiyo yote. Amina. Sasa huko ndio kumtafuta Mungu kwa bidii kwa kutolea. Yaani mchungaji sana tafuta milioni 100. Yaani hawa kama Musa akawaambia sasa hii imekuwa sio. Ndio ukawaambia msilimu mengine hata mliotoa yamezidi. Nasikiliza, wale watu hawakuhamasishwa, wale watu walipatiwa inajipa hekalu inaweza kujenga kuchuma kiti ukaona wakaanza kuorganize, wakaanza kutoa mikutano, walipokuwa wakiendelea kutoa inasema waliokuwa wanapima kupokea bila vitu wakati kupigiliza ikaonekana wanaenda kukosa hata pa kuweka. Tuulize inakuwaje? Wakamwambia Musa kawaambie kapiga mbiu wasilete tena vitu tulivyo navyo vinatosha. Sikiliza, inaonaje mchungaji akaja hapa siku ya Jumapili? Ile siku ya Jumapili ndio tumeanza hapo, watu wanasema semeni inatosha, tumeshapata milioni 300 inatosha. Hizo nyingine tuseme ndiko tunatokea kuona Waisraeli bidii katika kutolea nini? Hakuna Sikiliza, lazima tutoe mpaka kuitoa. Uliza hii akaunti ni ya nani? Mpige makofi. Yaani tunatoa mpaka kuitoa, nauliza hii akaunti ni ya nani? Kutoa unakuwa naenda mpaka kuitoa wanazuia kwanza. Yaani akaunti ya kanisa inaenda mpaka kuitoa, nasema no, hebu mchungaji aenda kueleza hili kutoka wapi. Yaani akienda kula naenda na picha, anaenda na video ya kuonyesha ilikuwa ni harambee. Tunapata milioni 5. Hebu pekee Bwana. Amen. Kuna watu wananielewa. Sio namsumbua walimu wa watu hapa. Najua ndio kazi yake kufanya hivi sasa. Lazima tusukumane. Lakini tunataka tutoke wapendwa, tutoke kwenye maisha ya kupigiwa kauli mbiu. Ndio kanisa tunalotaka sasa hivi. Kanisa linalotumika, kanisa linalofanya bila kufanya nini? Bila kushemisha sote. Kuna kitu wanaota, lakini changamoto ni kwamba watu bado hawajajua ule sisi tunaweza kumpenda Mungu. Kwa sababu tukimpenda Mungu hakuna atakaye kusumbua. Unatoa kile ambacho unajua inakupenda hivi. Umepaona hapo? Lakini hapo sasa ni mfano mzuri walioonyesha bidii kwa kumtoa. Lakini haraka ili tukamalize, kuna faida gani za kutolea Mungu kwa bidii? Sasa sikiliza, bidii nao ndio sisi. Hizi sadaka za kila siku tunazolitoa. Mnanielewa vizuri wapendwa? Sio hizi. Tunapozungumza kwa bidii, unajua Kwanza kabisa sina nikwambia kitu. Ni sehemu ya mtumishi wa Mungu. Ni sehemu ya wito wa watu wote.
Ndio maana kwenye kutoa Mungu hakuna mchungaji, hakuna nini, ni utumishi wa watu wote. Ni sehemu ya wito wa mchungaji wa watu wote. Nenda kwenye kitabu cha Ayubu moja pale ukasome Ayubu moja pale kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inamtambulisha Ayubu. Sikiliza vizuri. Biblia inamtambulisha Ayubu, inamtambulisha Ayubu. Haikusema Ayubu alikuwa ni mchungaji, haikusema Ayubu alikuwa ni mwinjilisti, haikusema Ayubu alikuwa ni shemasi, haikusema Ayubu alikuwa ni nabii. Biblia inamtambulisha Ayubu inasema Ayubu alikuwa ni mfugaji na mkulima. Ayubu alikuwa ni mfugaji na mkulima. Inamtambulisha Ayubu anatoa mzuri sadaka, anatoa mzuri kila mwaka, sio nakuja hiyo, anatoa sadaka sa chungo watoto wake wa Samuel. Ndipo kanisa lilikuwa ni mkulima, kanisa lilikuwa ni mfugaji, lakini kama mfugaji sehemu ya mfugaji wa mtumishi ilikuwa ni kumtolea Bwana. Na ndio maana akawekwa katika watu muhimu mbele za Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna kutoa sadaka ni sehemu ya wito wetu sisi. Yaani hiyo haina nini mpaka. Anasema kwa mtu anayemheshimu Mungu na kumcha nani? Na kumcha Mungu. Na kazi yake ni kufuga na nini? Na kulima. Na akimaliza kufuga na kulima, Mungu anamtambulisha na mwambia kila mwaka alikuwa anatoa sadaka kwa ajili yake na kwa ajili ya watoto wake. Hicho kitu ambacho alikuwa anakifanya, hicho tu. Hapa alikuwa anaokolewa nani? Haleluya. Haleluya. Namba moja, kitu cha kwanza kumtolea Mungu ni kujiweka wakfu kwa Bwana. Yaani ukitolea Mungu umejiweka wakfu kwa Bwana. Timiza. Yaani unajiweka wakfu mbele za Bwana. Yaani unasema Bwana sasa hivi wakfu ni kujiweka. Yaani Bwana. Hebu tusome kitabu cha tutasoma hapo tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:5 na kuendelea. Hapa ni mfano wa Daudi, ni mfano wa wale wazee hao walijitoa kamilifu kwa moyo, ndipo hao watu wakafanya. Tusome kuanzia 5. Mambo ya Nyakati wa Kwanza mstari wa 29. Tuanze mstari wa 5. Wote tuanze mstari wa kwanza, kisha tuanze mstari wa 5. Nataka nikuonyeshe kitu. Soma mstari wa 5 na kuendelea. Nitakwambia sisi tusimame. Nyakati wa Kwanza sura 29 kuanzia mstari wa kwanza. Anzia wa 5. Kuanzia mstari wa 5 Biblia inasema ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Au mstari wa 4. Yaani talanta 3,000 za dhahabu. Hivyo ni vitu ambavyo Musa alitoa. Yaani ni vitu Musa alianza kutoa. Vinazungumzwa baada ya Musa kutoa endelea. Alianza kutoa mwenyewe Musa. Kabla ya wote wengine Musa alianza. Za dhahabu ya Ofiri na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba. Ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu na ya fedha kwa vitu vya fedha na kwa kazi ya kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Baada ya Musa kutoa, anawauliza hapo. Narudia, Biblia inasema ni nani? Anasema ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Anawaambia ni kina nani wako tayari kutoa ili wajiweke wakfu kwa Bwana. Bwana wote tayari kuwatumia. Hebu soma mpaka mwisho. Ili tusotoe tena baadaye. Sikiliza vizuri sori. Isaya 6 Biblia inasema ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na makida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya ufalme wakajitoa kwa hiari yao.
zote na nguvu zako zote. Hakuna njia nyingine ya kusukumwa. Mstari wa 7 Biblia inasema nao wakatoa kwa ajili ya utumishi, anarudia, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu, wakatoa chini ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,000 na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono ya Yeli Gershoni. Ndipo hao watu wakafurahi. Kisha Biblia inasema ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Haleluya, haleluya. Hebu rudia 9. Watu wengine walikuwa wamelala. Kama ulikuwa umelala amka kidogo. Mpige mwenzako hivi kumwambie umekucha. Narudia mstari wa 9 Biblia inasema, sika vizuri hapo. Ndipo hao watu wakafurahi. Ndipo hao watu kama umesikia kule nyuma wametoa vitu vya thamani. Wametoa vitu vya thamani. Kwa sababu wametoa kwa hiari yao wao wenyewe. Wametoa kwa hiari yao. Unajua watu ukiweka watu mwenyewe basi. Kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na nataka kuona mchungaji wetu anafurahi kwa furaha kuu. Hebu nyosha mkono na tamani kuona mchungaji wetu akifurahi kwa furaha kuu. Kama Daudi alipomaliza kuwafundisha watu wakatoa. Walipomaliza kutoa wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao. Wakaendelea kufurahi hata na Daudi naye akafurahi. Hebu tufanye mchungaji wetu naye afurahi. Bwana Yesu asifiwe. Anapoleta maono kwa nini? Akafurahi. Hapo na sisi ndio tunabarikiwa. Watu wananielewa. Wangapi wako tayari kumfurahisha Mungu na mchungaji wao? Jamani, Mungu hawezi kufurahi kama mchungaji hajafurahi. Unajua watu wanajidanganya. Yaani Mungu hawezi kufurahi kabla mchungaji hapa nini? Hajafurahi, si ndio? Ndio maana Biblia inasema hivi. Unajua wale mwingine wapendwa watu tunakosea. Ukisoma Wagalatia 6, hii alikuwemo kwenye somo langu. Alikuwemo, lakini naweka tu kwa sababu imekuja. Ukisoma Wagalatia 6, mstari wa 6 nasema hivi. Na yeye anayetufundisha, sikiza tu. Na yeye anayetufundisha neno na umshirikishe katika mema yote akufundishaje. Umeelewa? Yaani kwamba yule anayekufundisha neno umshirikishe katika mema yote, yule anayefanya nini? Anayekufundisha. Ukiwa umekula kuku, ujiwe kwa mchungaji wangu naye amekula kuku. Ukiwa umevaa kaunda mpya, ujiwe mchungaji wangu ana kaunda mpya. Yaani na ndio maana watu wanazungumza watu wa kwanza wa kujua, tukijumuisha wazee, watu wa kujua nyumbani kwa mchungaji kuna nini. Haitakiwi mchungaji akiwa na kanisa awaze chakula. Akishawaza chakula, tunafika kule kwa Paulo aliposema nisiwalemee, akaanza kufanya biashara ya kushona nini. Wangapi wananipenda jamani? Wangapi wananipenda? Inasema Galatia 6 inasema umshirikishe mema yote yule anayefundisha nini. Juzi nilikuwa na kampeni yangu moja ya mimi kanisani kwangu kama katibu. Mchungaji yuko anajenga, nilikuwa na ilikuwa inaitwa kujenga na mchungaji. Nilifanya tu mimi kama katibu. Na ilikuwa na kampeni kwanza mchungaji mwenyewe siku hiyo nataka awepo yeye akawa na huduma yuko huko Sumbawanga. Hakuwepo. Nilikuwa nataka milioni 20 na nikapata exactly na ikazidi milioni 20. Kujenga nani? Kabla hujatoa hivyo ambavyo
tunapeleka kujenga majengo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yupo ambaye anatakiwa furahi mapema, asipofurahi na Mungu hawezi kufurahi. Na ndio maana Biblia inaandika Musa na yeye akafanya nini? Akafurahi. Wangapi wananielewa? Wasema na Yesu asifiwe. Amen. Namba 2, kipi haraka? Nimesema kujiweka wazi milioni nimemaliza. Au sasa tunasoma. Ulikuwa ni mzuri. Tungekuwa na nafasi. Wewe msali unatosha kuhubiri tu. Mahubiri yote na kuacha. Yaani wewe msali unasoma huo. Na ule nilisoma huo wa kwanza ule kutoka na ule. Yaani kama ni kuhubiri itakuwa niishia hapo. Yaani msali inajitosheleza kabisa. Imemaliza mambo yote. Lakini nataka kufuatia kitu kimoja. Biblia kumtakia Mungu ni kulitunza agano la Mungu. Wapendwa, ni kulitunza agano la Mungu. Hapa nataka sitasoma sana. Kulitunza agano la Mungu ni kuandika Mwanzo 12:7-8. Utaona Abrahamu baada ya kuwa ameitwa, kila alipokwenda alikuwa anamtolea kwanza, akimaliza kumtolea kwanza anamjengea nini? Madhabahu ile eneo. Na kumjengea madhabahu kwa ni sehemu ambayo watu watakusanyika, anajenga madhabahu. Alipoenda ndipo agano ambalo Mungu alimpa. Na ndio maana akaitunza agano. Alipoitunza agano na Isaka, naye alifanya kama baba yake alivyokuwa anafanya. Na ndio maana hata ukisoma chini kwenye agano unaona Daudi anahangaika na kusanya hizi fedha, lakini hakujenga ile kanisa. Mungu akamwambia hutajenga wewe, maana una mikono yako na Daudi atajenga mwanao Sulemani. Kwa hiyo alitunza agano. Alipomaliza Daudi alikusanya fedha, lakini hakujenga kanisa. Anakuja kujenga nani? Sulemani mwanae. Sulemani mwanae anatimiza agano la baba yake. Kwa hiyo sisi kujenga na kutolea Mungu kwenye agano, tunapo hapa tunajenga madhabahu ya Bwana. Watu watakusanyika. Mtu mmoja alianzisha, kuna waganga watakana kuwepo, lakini kanisa litaendelea, agano litaendelea, agano litaendelea, tuweze kuendelea agano. Ndipo tunakutana na Mungu katika agano. Maana Mungu ametuahidi kupitia nini? Kupitia agano. Ametuambia atatubariki naye atakubariki. Wapendwa, kutolea Mungu anaingilia kati au Mungu anakukumbuka. Na Yesu asifiwe. Sio lazima nimalize. Huwa na maana nataka kusema sio lazima ni nini? Ili sikuje Israeli akaniambia rudi. Unaacha kipolo cha kuitwa, si ndio? Si ndio? Huwa pia nienda shule. Unatafuta kwa hiyo simalizi ili siku nyingine kwa nini? Niite. Nasema hivi. Pointi nyingine ambayo nataka kumalizia inasema unapotolea Mungu anakusikiliza. Mungu sio kama anakusahau. Maana ndio Biblia inasema Mungu kukumbuka, anamaanisha Mungu anaingilia kati. Yaani ni kuingilia kati jambo lako. Kwa sadaka yako ambayo unaitoa huwa inanena mema. Na ndio maana ukiangalia Ana, ndio Ana wakati na mume wake sio kwa natoa sadaka kila mwaka, sio kwa natoa sadaka, sio kwa natoa sadaka, lakini alipoamua yeye akasema katoa sadaka nyingine, akatoa nadhiri kwa Mungu. Akamwambia sikiliza sasa, ukinipa mtoto kwa hiyo mtoto atakufanya kazi wapi? Akatoa nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanatamani maisha tunayoishi haya sio yetu. Maisha tunayoishi sio yetu. Maisha tunayoishi sio. Mida nyingine wakati tunasema tunakula. Tunasema mambo makuu ya muhimu kwa mwanadamu kula, si ndio? Si ni kula. Cha pili malazi, sema kwa tatu mavazi. Vitu vitatu. Kwa hiyo tunakula sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli kwamba siku wakati tunakula tunashibisha na unakula na kushibisha nini? Na kwa sababu tumeambiwa kushibisha watu waliokula, ni wazi kumshukuru Mungu asante na ile tulichofanya nini? Tulichopata. Wao wanaokula kiwango cha kula
ni kule uwezo wa kula chochote unachokitaka. Moyo wako unatamani kukila, unatamani hapo iwepo samaki, iwepo nyama, iwepo nini, yote unaweza kuvipata. Ni kile kiwango cha kufika unakula 500,000, halafu ukitoka hapo Mungu tulesha kwamba umekula ngapi? 500,000. Unaelewa eh? Yaani umefika kiwango ambacho unakula 100,000 uulizi uanze kuumwa presha kwamba nimetumia vibaya. No, unakula kwa sababu Mungu amekubariki. Sipo kama hakuna hata kula kwa mipaka, na unaenda unauliza bei, chakula hiki shilingi kurudi, sio kula, unashibisha tumbo. Sasa Mungu hataki kutusibisha na kuona na kule, ndio kuvaa nyumba zile tunazolala. Mimi wanasema Mungu ametubarikia, ndio tunamshukuru, lakini ni mapambo, sio nyumba. Watu wana nyumba wapendwa, sio watu wanalala. Umeelewa? Mimi wanafika kwangu sio mtu akaniambia nimefika kwangu iko si ndani. Sasa mtaji mtu akapika kwangu, akaona nimeshuka, nikashuka kwenda kufunga gate, hapo baadaye nifika ndani, anaweza kuniambia nyumba nzuri. Kama gari kama mtu anaenda nyumba nzuri, mimi nafika nashuka gari nafungua gate. Wakati nitakapofika kwenye gate, ndani ya leo na sasa gate nafunguka lenyewe. Geti nafunguka, wala sio kutumia remote. Yaani inafika kule geti nafunguka lenyewe, unaingia ndani na jifunga lenyewe. Hizo ndio nyumba. Hivi vingine tu ni vichaka tu, Mungu tumejificha pale ili Mungu aendelee kutubarikia wapi? Kule. Kwani tunavaa? Tuvai. Yaani hapo pia mtu kimuuliza alivyovaa, si kwamba napenda kuvaa, ni kiwango chako. Yaani kuna mtu akivaa hesabu kuanzia chini. Yaani ukianzia chini, mfano mimi nasema ngoja nianzie chini, labda nimevaa kiatu cha rangi 140, si ndio? Nimevaa labda suti ya rangi ya shino. Ukienda pale wakati ununua hii coat nina uhakika ilinunuliwa 300,000, lakini wakati nilinunua kulikuwa na suti ya rangi 7 ilinishinda, nilinunua ya 300,000. Yaani ni pesa ngapi? Unaelewa vizuri? Na kama unaanza kuunga pale na ndio unapata sehemu ya kuvaa, akakwambia chukua muda ukipenda, unatamani hivi ndio zikao ukipolia kule unaziona takataka. Kwa sababu sio ndio zipata kiwango. Sikiliza nikwambie, yaani tunayoishi sio maisha tunayoishi. Kama tumikie Mungu anafanya. Nilikuwa nawaambia wapendwa, wakati tunaanza kujenga pale kwetu kanisa, kulikuwa na watu kama kuna magari yanapaki nje. Wakati tunaanza kujenga, yalikuwa magari yasio magari makubwa. Mchungaji alikuwa anapenda kusema, akasema tutamaliza lazima Mungu abariki vitu. Lazima Mungu afanye hivi. Pale sasa hivi magari yanayopaki nje ni zaidi ya 80. Mashemasi wangu mashemasi wetu wako hivi. Tumeshawafundisha. Ni tukitoka ibada nasema wanahesabu idadi ya waumini waliokuja, idadi ya baskeli ijapo zimeshafika. Hizo wakati naambia ndio ile kanisa baskeli ndio zilikuwa nyingi, idadi ya pikipiki na idadi ya gari. Unaelewa? Wakati naingia pale tunakuwa pale, zamani baskeli zilikuwa ni nyingi, gari ilikuwa ni moja ya mchungaji. Nakumbuka. Lakini leo gari ni nyingi kuliko baskeli. Na sio hivyo tu, watu wamehamia nyumba zao, wengi wamejenga ile baraka ya kumgusa Mungu kujenga. Na sikiliza niwaambie, ilifika kipindi watu wataanza kujenga, tunashuka kitu watu na nini, yaani baraka mpaka tunaogopa. Yaani watu wenyewe wanatoa mpaka sisi wenyewe tunaogopa. Mtu ambaye unajua kabisa huyu maisha yake anayoishi kwa kweli, tunatangaza na mbele miezi mitatu. Mtu ambaye kazi yake ni kuokota makopo, anakuletea keshi ya kitabu. Pale Mungu asifiwe. Jeshi watu wanashabadilika na unaona na kadri na kuna wapenda ikifika kipindi cha kusamuhu kwa bidii kwenye ibada, ukichelewa kwenye ibada, ukiona mtu tu anachelewa kwenye ibada, hawezi kufika kwenye ibada wala kutolea Mungu. Sikiliza nikupe formula moja
ambayo inatakiwa leo katika kumtafuta Mungu kwa bidii ni pale kile utakachokuja kufanya unakifanya kwa uwepo wa Mungu. Kama inaanza zaidi leo saa 4 kasoro huko hapa unasubiri uanze ibada. Iko hivi, kuna watu ambao hata ibada katikati hawahudhurii. Wapo, sikiliza, hiyo neno ya kumtafuta Mungu kwa bidii haitafika na Mungu hataonekana kwako. Ni utakuwa ni wa kusukuma wa kupigia mapatia unatoa, lakini kule moyo na upendo Mungu hatawezako. Ndio maana unatoa lakini ubarikiwe. Mungu ni kiwango kikubwa sana ambacho kila jambo ufanyalo utukufu. Nikwambie hivi, unajua huko kanisani kuna watu leo kwa Mungu hawako kwenye ibada. Ibada inaanza saa ngapi? Ya saa ngapi? Saa kamili. Sasa nikueleze, sikiliza vizuri. Kama unajua umefika saa 4 na dakika 5, malaika alikuwa ameshaondoka, walikuwa anayechukua waliokuzuia. Kwa leo huko lakini absent hapa leo kuna tu pastor na mashemasi na wazee. Lakini kwa Mungu kwenye kitabu chako kile cha uzima wameshaandika absent, hawakuwepo. Walifika malaika walikuwa wameshaondoka. Sasa ashuku Jumatano ujaje, ibada za katikati ya ujaje, umepata nafasi ya kuja Jumapili na yenyewe ni absent yako kuwa mtu. Mwambie mwenzako upo leo. Nimekwambia kama umeingia nenda ngapi? Haupo kwenye vitabu leo, malaika ameshaondoka. Tunayokuona ni sisi tuna mchungaji. Nitoe shuhuda moja. Hapo nimaliza. Nimeshamaliza jina ndio shuhuda hapo tutakuomba. Bila sema hivi. Ukimtumikia Mungu kwa viwango Mungu. Mimi maisha yangu nimeanzia Kigamboni kule Tuamoe kule. Nakumbuka nilikuwa biashara yangu mimi nilikuwa nauza mahindi. Nilikuwa nakuja kuchukua tanda mahindi ya kuchoma na viazi. I remember village kijana. Na nikifika pale watu walikuwa wananishangaa. Nikikuta nachoma mahindi nimevaa tai. Lakini kwa nini kuna mtu anapeleza? Nikifika Jumatano wakati wa ibada nilikuwa nafunika jiko naenda kwenye ibada. Na Ijumaa narudi kusoma mahindi baada ya kutoka kwenye ibada. Nimefanya biashara ya mahindi na leo huwa nafanya biashara, lakini sijawahi kuona biashara iliyokuwa inanilipa kama ile kuuza mahindi. Nilikuwa nanunua hindi moja hata shilingi 50, lakini nikikatakata vipande nilikuwa nauza 500. Kuna biashara hiyo duniani? Unaelewa? Sasa wengine vitu vingine hamnifahamu. Kwa maana nikiwa nazungumza nilikuwa nauza mahindi, mtu hawezi kufanya nini? Kulifahamu. Anaweza kuona huyu amevaa suti, si ndio? No, kuvaa suti siku hizi hata ni kijambo cha kawaida. Ibada yetu ya kutumishi, sio ndio? Ya kutumishi na itifaki. Na yule mwingine haupendi kwenye hizi jua kupeka hiki kitu, lakini kwa sababu ya itifaki na ndio na inakula si ndio? Lakini Mungu wetu nikwambie anatubariki sana. Umeelewa? Nimemtumikia Mungu kwenye utoaji, nimemtumikia Mungu kwa kiwango cha juu sana. Hata wakati tunasimamia ule ujenzi mimi nilikuwa ni katibu. We push. Yaani sisi tumejenga, lakini inawezekana kama tumetumia vitu vingi vya kujenga, lakini Mungu ametubariki na amefanya. Umeelewa? Mimi nimeajiriwa, I have good job. It's not only good job, na kazi nzuri na nilipo mshahara mzuri tu. Na niko kwenye position nzuri. Nafanya biashara zangu na Mungu anabariki. Lakini nafanya kazi ya Mungu kwa kiwango cha juu. Na sio hivyo tu. Mungu ananibariki. Na kwa sababu hiyo huwa namshukuru kila siku. Huwa napenda kutoa ushuhuda ili ninapokuambia unaenda kumtolea Mungu usifikiri umetupa. Unayemtolea tu mpende atafanya. Si ndio? Niseme tu mfano huyu nasema kwa sababu unajua mtu mwingine ushuhuda unasema sio kujisifu. Si ndio? Nikumrudishia utukufu nani? Mungu. Nilikuwa na project nadhani mnatiba na huwa naiona. Nilikuwa na project moja wakati naanza naye mwaka jana. Nilikuwa na project moja ambayo ilikuwa ni ya thamani ya shilingi milioni 900. Bwana Yesu asifiwe.
Nimesema amke, nimesema milioni 900. Kama umelala amka. Ndio. Milioni ngapi? Wakati nawaza hivyo, sina hata shilingi milioni 1 ya kwanza kwa mkate. Hata wakati nawaza kumwambia mke wangu nilikuwa nawaza itakuwaje, utanielewa. Sikiliza. Lakini kwa sababu nilikuwa najua nimeshaweka mbegu. Yaani mbegu nimepanda na kutumikia Mungu, nilikuwa najua Mungu atafanya. Umeelewa? Leo hii, yaani wala sio hii, yaani kwa ni mwaka jana nimeanza mradi hata mwaka haujaisha vizuri. Ule mradi umekamilika kwa tuseme robo, sio nusu, maana nusu bado, robo. Na umekula milioni 500. Hebu pigia makofi kwanza. Na huwa nikifika, kuna wakati huwa na kuna siku moja nimetoka safari, nikafika ile eneo nilikuwa na sipo, nikaanza kulia, siamini kitu gani kinaendelea. Umenipata? Leo ukifika Dodoma, mchungaji ukifika Dodoma ukitaka kupumzika, nimejenga apartment nzuri za kupumzika, tunaziita Airbnb. Ukifika Dodoma pale nataka sehemu nzuri ya kupumzika. Nilikuwa na watu wamekuja kwenye maombi ya Mwakasege juzi, walikuwa wamechukua zile nyumba zote. Nikamwambia binti yangu, naomba watu wasitoke hapa wajaomba, waombe sana, waombee wenyewe. Kwa leo nakaa, Mungu anaendelea kubariki. Umeelewa? Kwa hiyo hata pale tulikuwa ile ramani kwenye ile ramani ilikuwa na nyumba zimebaki. Uweze amini, nimeshawishika juzi ndio amekuja kupima, nimesema pale sijengi nyumba zile na kujenga ghorofa. Kwa sasa hivi nimeingiza gharama tena kujenga ghorofa na milioni 700. Ila sina hela. Na mwambie Mungu anafanya nini? Na atafanya. Kwa hiyo leo ukifika tu pale leo unataka kupiga sehemu nzuri na kumziki ufanye nini? Sehemu nzuri sana. Ukifika tu ukitafuta itakupeleka ukaombe Mungu na upate uone namna gani Mungu anafanya nini? Anajibu. Uone Mungu anajibu. Sio? Ili ujue kwamba ninapozungumza kutoa sibahatishi. Umeelewa? Unapozungumza kutoa na kukwambia nafika kipindi uwazi kula 100,000 sibahatishi. Unaelewa? Napofika kipindi unawazi kulala sehemu ya 400,000 haibahatishi. Na hiyo unatoa 100,000 unalala kwa siku moja na unamwambia Mungu amina wewe tena. Alafu na ukitoka baada siku 3 kumaliza hizo hela, hauanzi kuanza kesho itakuwaje, kwa sababu ni lengo ambalo Mungu ameweka. Naona vizuri? Na hivyo sisi yake kutoa. Hakuna mtu ambaye Mungu ambariki. Nilikuwa nawaambia wanatibu wangu, Mungu ataendelea kukubariki tu, kwa sababu Kristo hakubarikiwa kishaijua ni wewe huwa anafanya. Na ndio kila kazi unayoifanya huwa sitaki kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu najua ndio source ya vitu vyote ambavyo ananipa. Bwana Yesu asifiwe. Tufungulie kitabu cha Yohana sura ya 20. Tunapoenda kumaliza. Yohana 20. Tabii tusipende vitu vya Yesu, tumpende Yesu mwenyewe. Ukipenda vitu vya Yesu, sikiliza, hautapata. Ukimpenda Yesu mwenyewe, Yesu anafanya nini? Atakupa. Tusome Yohana sura ya 20. Yohana sura ya 20. Na kabla hajasoma nikueleze, nataka tuangalie watu hawa watatu waliokuwa wanamtafuta Yesu kwa bidii. Na tuomba kanisani, hao watu ndiko tulipo, au tutaenda kuomba. Ukatamani uwe nani? Kati ya watu watatu kabla hujaenda kuomba utatamani uwe nani? Ili kwamba hata hiyo tarehe atakapofika, Mungu awekeleza moyo, Mungu afungue, Mungu aweke vile vitu. Sikiliza, maisha yetu haya tunayoishi, ukipundua siri, sio maisha yetu. Kuna wakati Mungu akikuibia siri, kuna wakati Mungu akitafuta akakuibia siri, hutaamini. Mungu atakuongoza mawazo yako yote na kila jambo utakalogusa, Mungu atatumia akili yako, atakutumia yeye, atakuelekeza yeye na atakuonyesha namna ya kufika. Hebu sikiliza hao watu. Yohana sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri
akaenda asubuhi ufariji kwenye kaburi. Kungali giza bado. Kulikuwa hata ni giza. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio. Akafika kwa Simoni Petro. Na kwa yule mwanafunzi mpenda. Subiri kwanza. Tunaposema Petro na Simoni, Petro alikuwa ni mwanafunzi bora wa Yesu. Tunaposema na yule mwingine ambaye Yesu alimpenda alikuwa ni Yohana. Yohana hajaandika sehemu nyingi, alikuwa anatumia neno la Yesu aliyempenda. Sasa hao watu wawili ambao maneno yanapelekea taarifa ni watu ambao ni wanafunzi bora wa Yesu, wapenda wa Yesu. Yesu Biblia inasema na wapenda walipendao. Lakini Biblia inaandika huyu anamwambia na yule ambaye Yesu alimpenda. Yesu aliwapenda, wanapelekwa taarifa, wanaambiwa Yesu tunaonekana kaburini. Mchana wa leo nataka tukajiangalia kwenye hao watu watatu. Jamani Petro, jamani Yohana, au jamani Magdalena. Alafu kisha ndio ni kutawala, ni kwa kitu na kufikie. Ili Mungu aweze kukuongoza, ili Mungu aweze kuonekana mwenyewe. Aende akamwambia walimwondea kwenda kaburini. Bwana hakujua walipomweka. Mstari wa 3 inasema basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya lakini hakuingia. Inasema lakini hakuingia. Kwa kweli lakini inaonyesha kuna jambo limekuwa huyo mtu afanye. Ndio Biblia inasema lakini hakuingia. Anaenda kaburini baada ya kupata taarifa. Kipindi chake Yesu. Kipindi chake Yesu ambaye mpenda. Tunaonekana kaburini. Lakini yule mtu anakimbia anakwenda. Alipofika kaburini. Akachungulia kwenye kaburi. Alipochungulia kwenye kaburi. Akajiona mkaburi sana. Lakini hakuingia. Sikiliza nikwambie. Anaenda huyu Yohana. Alikuwa anaangalia. Hakujua alipopeleka pale. Na kama watu wako kama Yohana. Walifanya kwa Yesu. Wanatupaa. Hawajui nini. Wanataka kuchungulia. Kila siku wanaona matatizo yao. Wanajiona shida zao. Alishia kuona vitambaa sana kaburini. Yesu alimpenda. Na Biblia inaandika alipendwa na Yesu. Amefika kaburini, lakini kilichomfanya adui anaenda kuchukua vitambaa. Hebu endelea. Mstari wa 6 anasema basi akaja na Simoni Petro akaingia ndani ya kaburi. Kuchungulia. Hapo ni watu tunaoenda kanisani. Wote waamini tunaenda mbinguni. Wote tunaamini Petro yeye hakuchungulia. Akaingia. Alipoingia, akaona nini? Akavitazama vitambaa lakini alipofika na yeye aliona vitambaa sana. Na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa bali mahala pale. Wanaenda kaburini kumwangalia mpendwa wao. Mstari anasema basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi aliyekuwa wa kwanza kaburini, akaona na kuamini. Baada ya kuona mwenzake yuko kule. Kumbe mwanzoni na anaamini nini? Kwa sababu hakuna chochote anachokiamini pale. Anaona vitambaa sana. Na haya ndio maisha tunayoishi. Yaani tukimtafuta Mungu kwa bidii, tunajua kumgusa Mungu. Tunajua ni kitu gani Mungu amefanya awe kai mwenyewe. Mchana tunataka nikwambie, ukimtafuta Mungu kwa bidii, ukamtafuta Mungu mwenyewe, hata kwa malaika. Hii kitu ambalo Mungu hawezi kumtoa malaika. Hata tunashika ni maneno kwenye kanuni ya moto. Unaona kulikuwa sio Mungu hakutoa malaika. Unaona kulikuwa sio Mungu hadi akatuma Gabrieli. Unaona kulikuwa
kwenda pale. Sikiliza nikwambie, ukijua uwezo wa Mungu, ukijua Mungu, yeye ni kweli, atakutumia yeye mkoje, atatembea na wewe, atakupa kwenye shida gani, yeye atakupa kiwango kingine, liko jambo ambalo Mungu akamtuma mchungaji, akamtuma mwalimu. Yesu mwenyewe anasema, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufundisha. Basi wale wanafunzi wakaenda zao nyumbani kwao, lakini Mariamu alikuwa akisimama. Kabla hujaenda tusimame kwa Mariamu, tunasoma tukiwa tumesimama. Praise team, karibuni hapa mbele. Wanatamani watu wanakuwa kama Mariamu, wanatamani neema yao Mungu kawasaidia, wakasema mimi tunafika ndani ya sherehe, akaikabilia kwa Mungu kila tunafanya bila kufanya akibadilisha basi mtakaoa sokea sokeni mbele basi. Na kabla nitakapomwambia kwamba tutaimba wimbo na 50 sitazunguka. Sikiliza vizuri, watu wamesema, Mariamu wamesema, watu wameenda. Wakati tunaenda tunaenda kumwangalia Mariamu, yeye alitakuwa nini? Hebu tuone. Mbele za sheto. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu. Mke yake analia. Anasikiliza uchungu, anatafuta Yesu wake, anataka kuona Yesu. Basi akilia hivi, alinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe, wameketi mmoja kichwani na mmoja ulipolazwa mwili wake. Nao wakamwambia, mama, unalia nini? Mchana wa leo unaona nini kwenye maisha yako? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu. Anataka kuona Yesu. Kuona vitu ambao umelisikia maisha ambayo sio yako, bali ya maisha waleta pamoja mwenyewe. Lakini anaona malaika pale Yesu wake. Unaona nini? Na unataka kuona nini kwenye maisha yako?
Malizia 14 inasema naye alikwisha kusema hayo, akageuka nyuma akamwona Yesu akijua ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, unaangalia nini? Unamtaka nani? Naye hukumwambia anatafuta Yesu wake. Always. Always tell us all. Unakiona kama Yohana. Malizia wakati unamtafuta Yesu, uko kwenye mstari umemalizia hapo misali ya ukweli mtunza bustani. mtunza bustani. Sasa ikiwa umemchukua wewe Yesu